kwa kuwa niko na waziri wa ujenzi na yeye anashughulika na ujenzi na uchukuzi, naomba mniruhusu kuzungumzia jambo linalohusu jitihada za serikali katika kuimarisha usafiri na usafirishaji kwa njia za maji. Mtakumbuka kwamba tarehe 15 Juni mwaka huu nikiwa ziarani Mwanza nilishuhudia kutiwa saini kwa mikataba ya ujenzi wa meli 5 za kampuni ya kuhudumia meli Tanzania MSCL na mkandarasi anayeitwa UTEC Gemi Instad ya nchini Uturuki. Kufuatia utekelezaji wa ujenzi, katika kufuatilia utekelezaji wa ujenzi wa meli hizo, mambo kadhaa yamejitokeza. La kwanza tuliona kwamba ndani ya mkataba ule au mkandarasi ana mtu anaitwa agent. Sijui agent ni nani, mwakilishi ni nani sijui. Wakala. Ana wakala yupo Tanzania, ambaye wakala yule anatakiwa kulipwa milioni $2 kwa kila meli tutakayojenga. Meli ya chini ilikuwa na milioni 1.9 pamoja na vimalipo vidogo vidogo vinakwenda kwa wakala aliyepo Tanzania. Nikaomba mkataba wa wakala nikaupata. Kazi za wakala ni kufuatilia tenda zitakazotoka Tanzania, kuomba hiyo tenda, kujaza dokumenti za tenda na hivyo ni operational. Lakini wakala analipwa kwa kila meli itakayotengenezwa Tanzania milioni 2, milioni 1.9 dola. Nikachukua hatua za kuagiza vyombo wamtafute wakala na waongee naye. Walifanya kazi yao. Lakini nami nikamwita huyu mkandarasi aliyeshinda hii tenda. Mwisho kaomba radhi na kukubali kuachana na wakala. La pili lilojitokeza katika matayarisho ya kumfuatilia mkandarasi kujenga meli hizo, matayarisho yake yalikuwa yanatia wasiwasi na hakuonekana kwamba yuko tayari kujenga meli hizo. Kutokana na wasiwasi uliopatikana na serikali, tukaamua kuunda timu ya wataalamu kutoka sekta mbalimbali. Tuliunda timu kutoka Wizara ya Ujenzi, tuliunda timu mjumbe mmoja kutoka Wakili Mkuu wa Serikali, mjumbe mwingine tulimtoa kampuni ya huduma za meli, mjumbe mwingine tukamtoa jeshini kitengo cha Navy. Hii ndio timu ambayo tuliitaka iende Uturuki, waende wakafuatilie hadhi au hali ya huyu mkandarasi aliyeshinda hii tenda. Yaliyojitokeza ni haya yafuatayo: kwamba katika kumtafuta huyu mkandarasi imegundulika kwamba UTEC huyo mkandarasi haina eneo lake la ujenzi wa meli, yani shipyard. Badala yake imekuwa ikipata zabuni, na wao ni madalali, wanachukua zabuni, wanatafuta kampuni nyingine, wanawapa kazi, wao ni madalali. Lakini pia iligundulika kwamba mbali na maelezo kuwa kampuni hii na fedha zinazotosheleza, ilibainika kwamba uwezo wake wa kifedha ni mdogo mno, kwa sababu mpaka timu inaondoka Uturuki wameshindwa kutoa statement ya fedha walizonazo. Lakini nyingine ni kwamba wasifu wa kampuni na uwezo wake katika ujenzi ni wa mashaka, kwani haipo hata kwenye orodha ya wajenzi wa meli inayotolewa na Umoja wa Wajenzi wa Meli nchini Uturuki, yani Association of Shipbuilders pale Uturuki. Hii kampuni haimo, na hiyo ndio ilituthibitishia kwamba hawa ni madalali. Lakini pia haikuwa na wafanyakazi wenye sifa za ujenzi wa meli na wala haina mitambo ya kujenga meli. Hadi sasa kampuni hiyo haijafanya lolote kwenye kazi hii ambayo tulisaini nao mwezi Juni mwaka huu.
Eneo ambalo walilitumia ni kampuni nyingine inaitwa, maneno ya Kituruki sijui kama nitaweza kuyasema, HK Erzurum Shipyard, kampuni nyingine kabisa ambayo hata yenyewe ilipokaguliwa ina uwezo kufanya tu matengenezo ya meli na kutengeneza boti ndogo ndogo. Lakini ndugu zangu, tujiulize, tenda hii ilipotoka ilitolewa na bodi ya tenda ya wizara husika au shirika husika. Shirika lile lina bodi ya wakurugenzi ambao wamepitisha tenda hii. Lakini pia niseme, nina taarifa kwamba hata huyu mkandarasi alifanyiwa due diligence ambayo imesema yuko positive, lakini timu ilipokwenda yaliyobainika ni hayo. Sasa haya tumeabaini hivi karibuni. Huko nyuma yametokea mangapi? Yametokea mangapi? Waziri, na hili nalo ni mzigo wako. Naomba tena bodi iliyohusika, bodi ya wakurugenzi, jiulize tena kwamba hawa watu, hivi vikundi viwili bado vinafaa kukaa kwenye hili shirika kama miradi iliyokuwa ikipitishwa ni aina hii. Kazi zinazoendelea ziweze kufanywa vizuri. Ndugu zangu, nimemwambia waziri achukue hatua ya kusimamisha hiyo tenda akishirikiana na mwanasheria mkuu wa serikali ili kunusuru fedha zetu zisiliwe na wajanja wachache. Lakini kinachosikitisha ni kwamba mzalendo wa ndani, sijui tumwite mzalendo au mwananchi wa ndani anashirikiana na wajanja wa nje kuchepusha pesa zote hizi ambazo zingekwenda kwenye kutekeleza maendeleo ya wananchi wanyonge kule chini. Tuna uhaba wa madarasa, napita nikikopa. Tuna uhaba wa vituo vya afya, tunahangaika. Tuna uhaba wa pembejeo za kilimo, tunatafuta fedha. Lakini huku kuna wenye raha zao, wamekalia fedha, wanapitisha miradi wanavyotaka na wanazitumia wanavyotaka. Bodi zipo, tenda hizo sijui tenda komiti zipo, mambo ni kama hayo. Naomba waziri, fanya marekebisho unavyoweza kwenye wizara yako. Kama huwezi, njoo tukae kitako. Mimi, wewe, katibu mkuu kiongozi, tuone jinsi ya kufanya marekebisho kwenye wizara hii ili mambo yaendelee. Lakini fedha hii inatumika hivyo papo hapo kukiwa na wafanyakazi tele wale kule wa ngazi za chini ambao maslahi yao na stahiki zao pengine hawapati kwa wakati au yako chini. Watu wale fedha hii wangepewa, wangepata motisha ya kufanya kazi zaidi kuliko kuwavuta mnakowavuta. Sasa kazi ni kubwa, mapato ni machache. Mheshimiwa Waziri, nilikuweka kwa kukuamini na naomba nenda kasimamie kazi hii kama ninavyotarajia. Na utakaposhindwa njoo niambie, dada, nimeshindwa. Nitaangalia mwingine ambaye labda ataweza kunisaidia. Lakini haya hayawezi kuendelea.